Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Kipindi kinachokupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali yanayopatikana kwenye vitabu vyetu vya roho ya unabii. Kwa mwaka huu tumeanza kitabu kipya, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, na mpaka sasa tumeangalia mambo mbalimbali kwenye kitabu hicho. Siku hii ya leo tutaongelea mada inayosema katika makuzi ya Yesu. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo niko naye mchungaji Metsela Masunga kwa mara nyingine tena, tukiwa pamoja katika kipindi hiki kuangalia mada hii, kuidadavua na kuhakikisha kwamba utakapoenda kusoma basi sura hii uweze kuelewa kwa uzuri zaidi. Mchungaji, habari ya masiku? Nzuri, Mungu ni pendo. Karibu. Asante sana Rebecca. Kabla hatujaanza mchungaji, tupatie ombi. Baba yetu na Mungu uliye mwema, tunakuomba hapa studio pamoja na kila anayetazama na kusikiliza, ukambariki na kumtendea kwa fadhili. Kubali neno lako liwe sababu ya badiliko la ndani la dhati la mioyo yetu. Tukuandame wewe hata ujapo, kwa Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba, amen. Amen, amen. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na siku hii ya leo kama nilivyosema hapo awali, tunaongelea mada inayosema katika makuzi ya Yesu. Yesu alikuwa na ndugu wadogo, kaka, dada? Walikuwepo kwa sababu Yusufu na Mariam waliendelea kuzaa. Kwa hiyo alikuwepo alikuwa na ndugu kwa kifupi, na ndugu wanaweza wasiwe lazima wale mliozaliwa pamoja. Wako wale wa upande wa labda dada zake Mariam, kaka zake Yusufu. In fact, kwa sababu waliishi kwenye jamii, alikuwa na ndugu. Okay. Yeah. Okay. Lakini Biblia haijawaongelea ama kuna mahali waliongelea? Hao wengine hawajaongelewa kwa kina. Lakini kwa sababu ni jamii, lazima alikuwa na ndugu. Okay. Mchungaji, makuzi ya Yesu yalikuwaje? Tunaweza tukapata kidogo kiundani Yesu katika makuzi yake yalikuwaje nyumbani, lakini pia kwa jamii, na nikisema kanisani itakuwa sawa? Hekaluni. Hekaluni. Yeah. Yeah. Nadhani unaelewa kwa nini nimesisitiza neno hekaluni, kwa sababu dhana ya kanisa ni dhana ambayo imekuja baadaye. Makuzi ya Yesu yalikuwa ya pekee sana kwa sababu alilelewa kwenye jamii iliyokuwa imeharibika, Rebecca. Alilelewa kwenye jamii ambayo haikuwa inafuata tena neno la Mungu. Wazazi wake Mariam pamoja na Yusufu walikuwa maskini. Na ndugu zake Yesu walikuwa na shauku kubwa ya kupata utajiri wa dunia hii, jambo ambalo hukuliona kwa Yesu. Kwa makuzi yake yalijawa kumtafuta Mungu, lakini yalijawa kasirikiwa na watoto wenzake kwa sababu ya tabia yake kuwa tofauti. Lakini vile vile hekaluni alishindana sana na walimu wa dini. Kwa hiyo utagundua hekaluni alishindana na walimu wa dini. Mtaani hakupendwa sana na watoto wenzake. Lakini nyumbani Yusufu na Mariamu walikuwa na wakati mgumu, kwa sababu waliletewa maneno mengi kutoka hekaluni kwamba huyu mtoto wenu ni mbishi. Kutoka mtaani, mtoto wenu yuko tofauti, ni mkorofi. Kwa maisha ya Yesu yalijawa huzuni tangu akiwa mtoto mdogo. Okay. Lakini jambo tu la ushindi ni kwamba alikuwa mwema sana. Hilo ndilo ninaloweza kusema, Rebecca. Okay. Sasa hayo maisha yake ya uadilifu, na tumeona kwamba alipata shida hekaluni, nikimaanisha kwamba huenda kwa sababu yeye ni Mungu na alikuwa anajua kwamba ni Mungu na anajua mambo yanavyoenda na anajua neno lilivyo, na alikuwa anajua kwamba Mafarisayo kisema wanaenda kidogo kinyume na neno la Mungu lilivyo, sijui kama nitakuwa sawa. Kwa hiyo ni nini hasa kilifanya
Yesu awe tofauti au aenende kinyume na tofauti na kile Mafarisayo walichokuwa wanafundisha? Wakati huo Mafarisayo walikuwa wamejikita sana kwenye kaida za kidini. Wakaliacha neno la Mungu. Sasa Yesu yeye alikuwa tofauti. Alitanguliza kwanza neno la Mungu. Okay. Na kaida za kidini alifanya tu yale ambayo yanapatana kikamilifu na neno la Mungu. Yeah. Hilo lilileta tofauti kubwa sana kati yake na Mafarisayo. Mchungaji, kuna tofauti gani kati ya kaida na neno la Mungu? Yaani kaida ya kidini na neno la Mungu. Kaida za kidini ni taratibu tu za ambazo jamii ya kidini wanaweza kukubaliana kufanya. Okay. Wenzetu wa Katoliki wana jumuiya. Jumuiya ni kaida tu ambayo mlokole asipokuwa nayo haambiwi umevunja neno la Mungu. Okay. Au Mwadventista msabato asipofanya jumuiya haambiwi amevunja neno la Mungu. Sawa. Waadventista wa Sabato wana maombi ya Jumatano, kwamba ni siku ya maombi. Sasa ikitokea Muislamu hana maombi ya Jumatano, ama mlokole hana maombi ya Jumatano, humwambia amevunja neno la Mungu. Ila kuna zile key principles ambazo ukizivunja umevunja neno la Mungu. Kwa Mafarisayo walikuwa na kaida nyingi za kidini, mambo ambayo waliyaweka kama kulisapoti hivi neno la Mungu, ambayo kwa sehemu kubwa bado yalipishana na neno la Mungu. Walipenda sana shughuli za kidini kuliko neno la Mungu. Okay. Jambo ambalo ni hatari sana. Sawa. Hapo tunaenda sawa, kimaanisha kwamba kaida ya kidini si lazima i-apply sawa kwa watu wote. Sio lazima zi-apply sawa kwa watu wote. Okay. Ni sana kusema kuna kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi na Mungu. Ni sawa na kusema kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi na Mungu. Okay. Mtu anaweza kufanya kazi ya Mungu lakini asiwe na Mungu. So the key thing ni kuwa na Mungu. Na ukishasema kuwa na Mungu unalizungumza neno la Mungu. Okay. Kuna uwezo kweli wa kufanya kazi ya Mungu pasipo kusoma neno la Mungu? Yes. Sio tu kulisoma, pasipo kuwa na huyo Mungu mwenyewe. Sasa unakuwa unafanya yani, kwa sababu ashumu mtu awe mwimbaji anapenda tu kuimba lakini no connection. Anapenda kuimba kwa sababu ni karama yake. Lakini like, hamna ile maisha yake hayana mguso wote na kila anachokiimba. Okay. Lakini anafurahia tu kuimba. Anafanya kazi hiyo ya Mungu, hafanyi kazi na Mungu. Leo tunawezaje kuona hizo kaida kwetu sisi leo? Kama hivyo nilivyosema, tunasisitiza wahi shule ya Sabato. Na shule ya Sabato ni kaida ya kidini, mchungaji? Ni tumekubaliana na Waadventista wa Sabato tuanze saa 2 kanisani. Mtu asipowahi shule ya Sabato amevunja amri ya ngapi? So tunaifanya inakuwa a very huge deal, a very big deal, lakini haitakiwi kuwa hivyo au it's a very big deal. Lakini usifikiri kama ndio msingi wa dini na neno la Mungu. Okay, sawa. Nataka nisisitize hilo. Kuna mambo ambayo kwa mfano Jumatano ya maombi na kufunga. Kwani mtu akifunga Jumanne? Sio vizuri eh? Kwa hiyo kuna vitu ni kaida za kidini ambazo sio mbaya. Sio mbaya. Mahali fulani nilikutana na mkuu wa shule ya Sabato aliyekuwa akisisitiza watu kuwahi shule ya Sabato baada ya vipindi vya shule ya Sabato kuisha. Akasema maneno haya: mmechelewa shule ya Sabato, mmekuta malaika wa Mungu hawapo. Kwa hiyo mmekosa baraka za Sabato nzima ya leo. Sasa mtu mmoja alikuwa amechelewa shule ya Sabato. Lakini kwa sababu alikuwa anatakiwa kumhudumia mama yake ambaye ni mgonjwa, anatakiwa mpatie dawa saa 3:30 asubuhi.
kwa kafika kanisani saa 4. Umeelewa vizuri? Yeah. Mwingine yeye alianzia hospitali kuwaona wagonjwa, katoa misaada, akawahi kanisani angalau ile ibada asikose. Kwa hiyo kuna mambo ni kaida za kidini ambazo zinaweza kuwa nzuri, lakini hazipaswi kulipress Neno la Mungu. Mzizi kamili neno la Mungu kama lilivyo. Rebeka, mimi nimeenda kufanya makambi maeneo baadhi ya Umasai. Simezoea kambi inaanza asubuhi. Maeneo kama kambi inaanza saa 5 mchana. Siku moja tulikuwa asubuhi mimi na mchungaji Ngesi na mchungaji Martinus. Tumewahi mapema asubuhi. Martinus alikawia kidogo. Sasa ile saa 2 tumejidai tumewahi. Pastor Ngesi anafundisha somo la uongozi. Anawafundisha ni mimi na Masai mmoja. Mchungaji kwa bado hajafika. Sasa bahati mbaya si nzuri, Masai yule naye akabanwa haja. Kabaki peke yake. Ngesi akaanza kunifundisha mimi. Sasa kwani mtu akifikiri sasa hapa kambi letu hebu lianze saa 6, saa 5. Saa 10 likaisha. Kulingana na mazingira. Mtu anayeishi kwa kaida za kidini atahangaika sana. Okay, hiyo inanileta kwenye swali langu lingine. Kuna muda kaida zetu hizi za kidini zinatufanya tunakuwa mbali na Roho Mtakatifu? Kama zitachukuliwa kimwili, Mungu hawezi kuwa katikati yake. Okay. Yaani sikiwa tu physical, Mungu hawezi kuwa katikati yake. Sawa. Kwenye kuna fungu kwenye Biblia inasema Yesu aliwapendeza Mungu na wanadamu. Lakini at the same time Mama White anasema kwamba Yesu alikuwa akizozana, yani niseme watu, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa hawapendi tabia ya Yesu. Sasa what is the balance? Yes, yani naye Yesu akazidi kukua katika hekima na kimo. Akimpendeza Mungu, hatuna mashaka na hilo, maana alimpendeza Mungu. Sasa na wanadamu iko hivi Rebeka. Hivi unajua unaweza kutenda mema na ukachukiwa. Yesu alifanya mema kwa watu. Yale mema yake yakaamsha wivu. Yale mema yake yakaamsha roho za ajabu. Just kumbuka wakati wa Kaini na Habili. Kwa nini Kaini anamuua Habili? Kwa sababu Habili amefanya mema. Habili alifanya mema mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Lakini wema wake kwa wanadamu ukachochea chuki. Kwa mtu mmoja lakini mchungaji. Sasa wakati huo pia ni kwa sababu alikuwepo mtu mmoja huyo. Sasa at what point ambao tunaweza tukabalance kwamba pamoja na kwamba tunaendana na sawa na mapenzi ya Mungu, ila at the same time kupendeza wanadamu pia iwe second priority, sijui niseme, ama iwe half priority? Kupendeza wanadamu is a priority, not the second. Kwa sababu context ya kupendeza wanadamu inayofanywa hapo, inayosemwa hapo ni kuwa mwema kwa watu. Exactly. Hiyo ndio context kuu. Sasa Yesu alikuwa mwema mbele za Baba yake na akawa mwema mbele za watu. Japo huwezi kupendwa na watu wote kwa sababu wewe sio hela. Na hawezi kuchukiwa na watu wote kwa sababu wewe sio kirusi. Kwa hiyo Yesu aliwapendeza wanadamu, ila katikati ya kuwapendeza wako waliopendezeka na wale ambao hawakupendezeka. Lakini Yesu aliwatamkia watu baraka. Alipokutana na watu wameumizwa na adui, aliwapa pole. Maneno yake Rebeka yakawa munyu. Na hapa nizungumze na kila mtu ambaye Mungu amempa karama ya kunena. Ukinena, nena mema. Watamkie watu baraka. Watie moyo. Unakutana na mtu, unaenda Muhimbili hospitali, umekaa naye hapa, amenyamaza kimya. Pata muda umwambie, rafiki, unakwenda hospitali, ndio una mgonjwa, pole, Mungu atakusaidia. Kwa hiyo hicho ndicho
Yesu alikifanya. Na kila alipokifanya kiliamsha mioyo ya upendo kwa baadhi waliopokea kwa uchanya. Lakini hata wale ambao walitokea kumchukia, unajua kuna mtu anakuchukia lakini deep inside the heart anajua lakini huyu jamani mwema, namchukia kwa sababu mimi ni mwovu. Also it's a personal hate, kwamba mimi najichukia na kwa sababu yeye anachosema kinanifanya mimi nijisikie vibaya. Kwa hiyo chuki yangu na extend kwake kumchukia yeye badala ya kuchukia kile anachofanya mimi. Good. Nyongeza ya hapa Rebecca. So unajua nuru ni nzuri. Yes. Ila sio kwa wanaopenda giza. Okay. Sawa. Yeah, that makes sense. Yes. Yeah. Yani nuru ni nzuri sana. Ila kama mtu anapenda ukaa gizani. Mtu anapenda gizani, anapenda vitu vyake viwe gizani. Anaipendaje nuru? Hujawahi kupita na gari unaendesha unakutana na watu wako vichochoroni, ukipiga taa wanakasirika kabisa. Yes, true. Yeah. Sio kwa sababu nuru ni mbaya. Ila hawa wanapenda giza. Wameprefer giza. Wanataka giza kwa sababu ya mambo yao. Hivi mchungaji, kuna wakati Yesu aligombezwa na wazazi wake kwa namna yoyote ile? Yeah, kama mtoto Maanake sasa hivi sasa kwa sababu ni Yesu na ni Mungu and essentially ni mtoto wa, nikisema kupewa inakuwa sawa? Maanake Mariamu alipewa na Roho Mtakatifu akapitia kwake. Sasa kwa sababu alikuwa ni Mungu, why mumgombeze? Yaani kuna kitu Yesu akafanya kwamba kweli akagombezwa kibaya? Yesu hakugombezwa kwa sababu hakuosha vyombo. Kwa nini aligombezwa? Yesu hakugombezwa kwa sababu aliranda vibaya labda stuli za mzee Yusufu. Yesu aligombezwa na wazazi wake kwa scenario ambazo mimi nasema wazazi wenyewe ndio hawakuwa wameelewa. How? Mafarisayo na wale watoto wasiompenda Yesu walikuwa wanaenda kushtaki kwa Yusufu na Mariamu kwamba mtoto wenu asikilizi tunachofundisha. Tunafundisha desturi za kidini na taratibu nzuri, lakini yeye ana mafundisho yake, lakini kwa kweli sio yake. Ndio ilikuwa neno la Mungu ambalo wao wameliacha. So essentially alichokuwa anafundisha Yesu alikuwa ana counteract kile ambacho anafundisha. Tunaenda hivi, yeye anasema hapana, neno linasema tunaenda hivi. Na alikuwa na evidence kwenye magombo anawaonyesha. Sasa wakionyesha ndio wanakasirika zaidi. Kwa wanasema namna pekee ya kumdhibiti huyu ni wazazi wake. Sasa hawa nao kwa kutokuelewa kwa kina walikuwa wanamwambia, lakini hawa ni walimu wakuu, ndo walimu wakuu wa dini, wafate. Kwa namna hiyo tunaweza tukasema kwamba hawakuwapa Mariam na Yusufu the full story as to why wanasema Yesu ni mkorofi. Oh, yeah, obvious. Unajua ukienda kumsema mtu anasema kiwa chawa, unaenda kuzungumza tu mambo ambayo unajua yatamwathiri yule unayemsema. Oh, so husemi kila kitu exactly kilivyo. Unasema mfano mtu ametuma maji ndoo 5. Afa ameleta ndoo 3. Unasema unajua Rebecca hajaleta kabisa maji. Unajua hajaleta maji kama inavyotakiwa. Unajua ukisikia haraka unasema Rebecca ni mkaidi. Lakini kumbe ameleta ndoo 3, bado ndoo 2. Bado 2 ambazo amesema baada ya masaa 3 atazifuata. Okay. Kwa hiyo wakawa na bezi na upande ambao umeficha baadhi ya vitu. Kitu kinachonifurahisha sana, Yesu hakuwa mbishi. Na hilo limenifundisha jambo kubwa sana. Okay. Hata zile nyakati unazojua uko sahihi, wakati mwingine unajifunza kujibu kwa hekima. Wakati mwingine unajifunza kunyamaza. Sio kila wakati utazungumza. Na sio kila unapozungumza utasikiwa. Na sio kila utakaposikiwa utasikilizwa. Na sio kila utakaposikilizwa utaeleweka. Either way, unanyamaza. Kitu kingine unanyamaza. Sasa hapo tena mchungaji umenileta kwenye kitu, kwa sababu tunasema tunaenda kidogo off topic. Ukiomba Mungu ana majibu, nikisema 3 itakuwa sawa? Ndio, hapana, subiri. Ama majibu yake ni mangapi? 2.
useme mawili, useme matatu, bado ni sawa. Na tukisema hapana, tunaweza tukasema kwa wakati huo, kwamba wakati haujafika. Mungu akisema hapana, maana yake anakupa the option which is the best kuliko ulichoomba. Okay. Ndio tafsiri ya hapana ya Mungu. Okay. Yaani Mungu anapokupa kitu, hakupi tu in physical realm. Anakipeleka mpaka kwenye spiritual realm. Kwa hapana ya Mungu, maana yake ninakupa the best. Na ndio ya Mungu, maana yake I give you what you have prayed for. Ninakupa hicho ulicho kiomba. Na subiri ya Mungu ambayo umeamua kuita subiri, maana yake when the time is right, I the Lord shall make it happen. Yaani wakati sahihi utakapofika, mimi Bwana nitalifanya litokee. Kuna muda ambao Mungu anasema tu, yani hasemi chochote, hajibu ndio, hajibu hapana, hasemi, yani quiet. The quietness of God is the waiting time. Yaani ukimya wa Mungu ndio wakati wa kusubiri. Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ilikuwa kimya. Mbingu ilikuwa kimya kabisa, Yesu anasubiri, ilikuwa kimya. Lakini jibu la huo kimya mwishoni lilikuwa ni hapana iliyodhihirishwa kwa mauti yake msalabani. So essentially ukimya inaweza ikamaanisha mara mbili, kwamba hapana ama subiri. Ukimya ni hapana ya baadaye, ambayo haieleweki, itadhihirika baadaye. Tuseme mimi sijui masuala ya dini na nini na nini. Ndio. Unielezee kwa dakika tuseme moja hivi kuhusu ukimya wa Mungu kwenye maombi. Okay. Yes. Ukimya wa Mungu kwenye maombi, moja, ni wakati ambako imani yako inapimwa. Sio kwamba Mungu hatajibu. Sio kwamba Mungu hatatenda. Ama sio kwamba Mungu anatafuta kilicho bora kama wengine wanavyofikiri. Mungu atafuti. Kila kitu kipo. Kwa hiyo ukimya wa Mungu ni uimarishwaji wa imani yangu. Hiyo ni moja. Lakini ukimya wa Mungu ni wakati wa kungoja ndio na hapana yake. Ndio kwa maana ya kupewa ninachotaka, hapana kwa maana ya kupewa the alternative ambayo ni bora kuliko kile nilichokiomba. Okay. And during the wait time tunafanya nini? Yaani huo muda ambao tunasubiri Mungu ajibu, tunapaswa tufanye nini? Shikilia ahadi zake. Sasa kwa mtu ambaye hajui ahadi za Mungu, mchungaji, ndio tunamfundisha leo kwamba kipindi cha ukimya ni kipindi cha kutulia. Anaweza kuwa hajui hizo ahadi, lakini asubiri, atulie tu. Sumesema amemwamini Mungu. Yes. Yaani kwanza amemuomba Mungu kwa sababu amemwamini. Hata kama hazijui hizo ahadi, yeye aendelee tu kuomba. Maana imeandikwa ombeni bila kukoma. Some other people, kuna baadhi ya watu wanatafuta alternative nyingine. Mfano, nimeomba tuseme kwa miaka 3. Same thing. Hakuna kinachotokea. Sasa kwa nini nisitafute alternative nyingine ya kusolve jambo ambalo naliombea? Rebecca, nani alisema miaka 3 ni mingi? Who is bound with time? I or the Lord? We. Sisi ndio tuko bound na time. Lakini yeye aliyetuumba na anayetoa majibu hayo hafungwi na muda. Na kwa lugha nyingine, muda uko upande wetu, ila sio upande wake. Okay. Kwa hiyo hata unapoona miaka 3 imekuwa nyingi, ni kwa sababu ya ubinafsi wako. Umetafuta labda mtoto, miaka 5, miaka 10. Kwenye akili yako unaona muda kwenda, lakini hiyo ni akili yako. Lakini yeye asiyefungwa na muda anajua what is the best timing. Kwa sababu wewe unahofia tu kesho itakuwaje, nani atanilea. Yeye anakuambia hata hiyo kesho mimi ndio mwenye nayo. You just wait. Kwa hiyo hafungwi na muda. 3 years ukianza kutafuta alternative unamkosea Mungu. Haya, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sisi hapa mpaka kufikia hapo tunaenda kidogo kwenye pumziko, na baada ya hapo tutarejea. Kumbuka siku ya leo tunaongelea mada ya makuzi ya Yesu katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote.
Mimi ni Rebecca Dennis, siku ya leo niko naye mchungaji Metusela Masunga tukijadili kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Endelea kuwa pamoja nasi. Kwa nini tunaomba? And what's the significance of prayer? Why? Hatuombi kumwambia Mungu ili ajue tunachotaka. Okay. Kwa sababu anajua tunachohitaji. Tunaomba kuonyesha utegemezi wetu kwa Mungu na utayari wa kupokea ahadi zake. Kwamba bila yeye hakuna hatuwezi kufanya chochote. Okay, sawa. Sasa kuna kitabu fulani nadhani cha Mark Finley nilikuwa nasoma, akasema kwamba Mama White ameandika kwenye nadhani ni ya High Calling, kitabu kama sijakosea. Mwito wetu mkuu. Yes. Akasema kwamba tunatakiwa kuomba kwa sauti mahali ambapo tuko sisi na Mungu peke yetu. Meaning labda uko kwenye faragha chumbani, kwenye kuomba, uombe kwa sauti. Lakini pia hapo akasema kwamba shetani yupo kila mahali, so to speak, na anasikia maombi ambayo tunaomba, anasikia ile haja ambayo tulionayo, anasikia maombi ambayo tunaomba kuhusu the battles within, ambazo zile vita ambazo tunapigana nazo sisi ndani kwa ndani au hata nje. Sasa hizo vita tunavyoziomba kwa nguvu hazitakiwi kuwa private, kwa sababu shetani akisikia unaombea kitu fulani, tuseme pata shida labda kuacha dhambi ya wizi au uzinzi na kadhalika, you want to stop that. Ukiomba kwa nguvu, shetani anajua tayari dhumuni lako la kutaka kuacha hiyo dhambi, si ndio? Hawezi kuingilia kati na counteract maombi yako kwa namna moja au nyingine, kwa sababu you pray out loud, he hears everything. Na tunasema kwamba shetani hawezi kusikia mawazo yetu. Kwa nini tusiombe kimya kimya kwa Mungu kusikia, kutusaidia, ila tuombe kwa nguvu na kumpa shetani nafasi ya kuingilia hapo kati? Rebecca, shetani haogopi tunapoomba, anaogopa tunapoomba kwa imani. What's the difference, mchungaji? Ukiomba tu bila imani anafurahia, lakini ukiomba kwa imani, imani inamfukuza mbali. Okay. Na hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo maombi ya sauti ni maombi ambayo adui anayasikia. Hata tukiomba kanisani, ombi kuu anasikia, adui anasikia. Okay. Lakini what makes a difference ni kwamba yeye hawezi kuingilia ombi lililoombwa kwa imani. Okay. Maombi ya kimya kimya shetani asikii. Ila tu kwa sababu amekuwa na uzoefu wa miaka isiyopungua 6,000 duniani. Akimwangalia tu Rebecca hapa, huyu atakuwa anaombea hela, huyu atakuwa na njaa. Ngoja nimtengenezee mazingira ya kupiga dili la wizi. Okay. Akigundua huibi, kumbe ombi lake alikuwa la hela huyu. Huyu alikuwa anaombea apate kazi. Ngoja nimtengenezee apate kazi ya ovyo ovyo ili nikamwangamize na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa habari ya maombi ya kimya kimya, shetani asikii. Ila kwa sababu ana uzoefu wa miaka 6,000 anaweza kuangalia akajua wasiwasi wako unatokana na nini. Maana miaka 2000 iliyopita kuna mtu alikuwa na wasiwasi kama wako na anamkumbuka vile vile vizuri. Kwa hiyo maombi ya sauti ni maombi ambayo tunaweza tukayaomba kwa ujasiri, tena kwa imani, na shetani anasikia, na akisikia anakuogopa zaidi. Wapi exactly panakuwa considered as a private place? Mahali pa asili wakati wa maombi? Yes. Moja ni nikiwa kwenye gari naendesha, ni mahali pangu pa asili. Okay. I'm talking to God. Mimi na Mungu
Hata wakati napiga honi nazungumza na Mungu. Niko kwenye mahali pangu pasiri. Lakini mahali pasiri ni mahali pia pa utulivu. Chumbani kwangu, mahali ambako nikiingia naingia mwenyewe. Panaweza kuwa ni sebreni, mahali ambako hakuna mtu tena ananiona, sio wakati wa ibada ya familia. Inaweza kuwa ni kitandani kwangu, mahali popote ambako nimepatenga kuwa mahali pangu pa utulivu ni mahali pasiri. Na maombi hayo yana nguvu sana kwa sababu sio maombi ya kujionyesha. Mchungaji, kwa sekunde kadhaa ama dakika moja tunaweza tukaongelea tofauti hapa. Amesema kuomba kwa sauti. Ndio. Sisi tunavyoomba kwa sauti vile kanisani, mtu mmoja. Na kuna watu wengine ambao wanaomba kwa sauti in a collective, yani kwa wakati mmoja, tuseme kanisa zima. Watu wanaomba kwa sauti. Tofauti ni ipi? Tofauti tu ni kwamba hakuna mahali maandiko yanatutia moyo kuomba wote kwa pamoja kwa sauti. Okay. Kwa sababu sio utaratibu. Sio utaratibu. Lakini sasa kila mtu anaomba haja yake kwa Mungu, na tunajua Mungu anasikia watu wote. Mungu yuko kila sehemu. Ni Mungu huyu ndiye anasema yeye ni Mungu wa utaratibu. Okay. Kwa hiyo kwa sababu ni Mungu wa utaratibu, anapendezwa na ibada zake zikifanywa kwa utaratibu. Mahali fulani Paulo ameandika kwenye Korinto wa kwanza 14, ikiwa kila mtu amekusanyika alafu anaongea, anaimba, anaomba, anafanya nini, halafu akaingia mtu mjinga. Mjinga ni mtu asiyejua mambo ya imani, yaani asijua hapa ni wapi. Anasema si atasema ninyi wote tumia neno gani? Anasema sasa nafikiri wote ni wenda wazima au mmechanganyikiwa. Okay. Sawa. Kwa sababu wote kuna makelele kanisani, amnaosikilizana. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa utaratibu. Ibada za mbinguni zinafanyika kwa utaratibu. Malaika wanaimba mtakatifu, mtakatifu. Yaani Mungu ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo it's good to maintain the order ambayo Mungu ameiweka kwenye neno lake. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kwa mara nyingine tena napenda kukukaribisha katika kipindi chetu cha Kitabu cha Dhahabu. Tunaendelea na mada yetu inayosema makuzi ya Yesu, katika makuzi ya Yesu. Tumeangalia kwamba Yesu alikuwa na ndugu zake, tumeangalia maisha yake kwenye jamii na hekaluni. Mchungaji amesisitiza hekaluni, sio kanisani. Hekaluni. Tunaendelea na kipindi chetu. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, upo nami Rebecca Dennis nikiwa naye mchungaji Metusela Masunga. Mchungaji, tuliishia kwenye mada ya maombi. Na tukasema kwamba Yesu aligombezwa na wazazi wake, lakini kwa sababu hawakuwa na full story ya vile mambo yalivyokuwa yanatokea alipokuwa mtaani ama hekaluni. Sio hivyo tu, kwa sababu vile vile walikuwa wanaogopa wale walimu wa dini. Kwa nini alikuwa anaogopa? Walikuwa na mamlaka makubwa sana, kwa hiyo yaani wazazi ndio wanaogopa ama pia, yaani wakiona mtoto wao haendani na walimu wa dini wanamhurumia. Si watakafukuza katoto hekaluni kweli? Hivi hekaluni ilikuwa ni shule ama hekaluni alikuwa anaenda kufanya nini hekaluni mpaka kawa na hekaluni? Kulikuwa na mafundisho, hekaluni kulikuwa na vipindi ambavyo hawa vijana wanafundishwa na walimu wa dini na vitu kama hivyo. So ilikuwa ni shule. Was like that, lakini ni compound kubwa iliyokuwa na vitu vingi, utoaji wa kafara, mafundisho hayo, training, yote mambo hayo yalikuwa yanafanywa na viongozi wa dini. Okay, sawa. Haya, sasa ilikuwa ni sawa kwa wazazi wa Yesu kumgombeza Yesu vile alivyokuwa wanamgombeza?
ni sawa kwa mzazi kumgombeza mtoto, hiyo ni sawa kabisa. Kinacholeta tu sawa na kutokuwa sawa ni aina ya sababu iliyotumika. Okay. Ukigombezwa na mama yako kwa sababu umeramba sukari na umelamba ni sawa. Okay. Ila ukigombezwa kwa sababu umeramba sukari na hukuramba haiwezi kuwa sawa. Okay. Kwa hiyo haikuwa sawa kumgombeza Yesu kwa sababu hiyo iliyosemwa hapo nyuma. Spirituality over family tunaweza tukaiongelea. Spirituality kwa Kiswahili tuna ukiroho na familia. Panapotokea mtafaruku kati ya hivyo vitu viwili, tunaweza tukalishughulikia vipi? Ni kishakuwa na mitafaruku, maana kwani mitafaruku ni nini? Mitafaruku maana yake ni Yesu hajapewa ile nafasi yake kamili. Kwa kama hajapewa nafasi yake kamili, tafsiri yake hata hiyo hali ya kiroho haiwezi kuwa katika usahihi unaotakiwa. Hali ya kiroho ni kimaanisha, okay, tunajua Yesu ni Mungu na alikuwa mtoto, na alikuwa anaenda sawa sawa na neno la Mungu. Ila sasa kuna upande mwingine wa familia ambao tumesema Yesu alikuwa na ndugu ambao hata kama hawajatajwa kwenye Biblia lakini essentially walikuwepo. Hawa ndugu wanaendana kulingana na mafundisho ya Mafarisayo. Yes. Tayari hapo ni wanafamilia, sasa kuna mtafaruku tayari sasa. Sasa unatumia neno zuri mtafaruku. Lakini hapakuwa na beef. Sio beef. Yani ni kupishana katika uelewa. Unaona tamani huyu mbona afanye hivi, angefanya hivi na vitu kama hivi. Yani tunakuwa na unity ni diversity. Nicho kiko kinaonekana kwenye familia ya Yusufu na Mariamu. Yeah. Sasa okay. Kukiwa kwa mfano kwetu leo iko hivyo. Hiyo diversity. Tunapatana, hatugombani. Ile kugombana ya ngumi na nini na nini. Uelewa na umoja wa familia sasa unaweza ukawepo kwa namna gani, mchungaji? Maana sasa wewe unaamini hiki na mimi naamini kile. Huo umoja wa familia lazima utishiwe. Ndio maana unamuona Yusufu na Mariamu wanajaribu kugombeza haka ambao wanakuwa tofauti na wenzake ili labda karudi hivi, lakini bado haiku work out. Nadhani it was planned not to work out. Sasa Mariamu na Yusufu walikuwa wanajua kabisa kwamba huyu ni mwana wa Mungu na anachofundisha ni sawa, lakini badala ya kuwavuta wale ndugu wengine waje wamunge huyu, wanamvuta huyu kwenda kuwaunga hawa. Unajua pamoja na yote Yesu alikuwa mwanadamu vile vile. Walimlea kama mwanadamu. Atakuwa alimnyonyesha kama mwanadamu. Atakuwa alimtreat pia kama mwanadamu. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo alikuwa anatenda kama mzazi kwa mwanadamu. Na sijui kama unajua Rebeka kwamba unajua ndugu zake wale mwanzoni hawakuwa wamekubali kama huyu ni Masihi, kama ni mwana wa Mungu. Walikuwa wanajua. Hawakukubali. Did they know? Kwamba wazazi wao wamwambia kwamba huyu mtoto ni kutokana na Roho Mtakatifu. Wanaweza wakaambiwa hivyo, lakini si unajua cha nyumbani kimezoeleka, tuko nako tu hapa. Naambia kubaliki nyumbani kwao. Obvious. Kwa hiyo inasumbua na iliwasumbua kweli kweli. Ipi ilikuwa tabia kuu ya Yesu ambayo inaweza kuwa somo kubwa kwa wazazi na watoto katika wakati huu? Kujikana nafsi na upendo kwa watu wengine. Yesu hata angepata kafedha kadogo angewasaidia wengine. Okay. Angekutana na waliochoka angewatia moyo. Ukimya pale alipoumizwa na kuudhiwa na kushtakiwa hakujibu neno. Na pale alipo lazimu kujibu, alijibu kwa hekima ya hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa watoto tunafundishwa kuwavumilia wanaotuudhi. Tunafundishwa kutokuwa na majibu ya dharau. Tunafundishwa kuwa wavumilivu na wenye kuwa na huruma kwa wengine. Hiyo ndio tabia ambayo Yesu alionyesha. Okay. Dini ya Wayahudi ilikuwa ya msimu. Tunaweza kusema hivyo ikawa sawa? Ni neno sahihi. Okay. Sasa ina maana gani dini ya msimu? Yaani mtu akisema dini yako ni dini ya msimu, anakuwa anamaanisha nini? Mwadventista msabato ambaye
siku ya Sabato ni mtulivu sana. Only siku ya Sabato pekee. Na leo isingekuwa Sabato ungeniona. Hiyo ndio ilikuwa dini ya Mafarisayo. Okay. Wangeweza kufanya mambo ya ajabu mengi katikati ya wiki, lakini sio siku ya Sabato. Ama sio msimu wa sikukuu ya Pasaka. Kwa hiyo kuna dini ya msimu. Sasa Yesu akaja na mafundisho yanayosema dini sio vazi unaloweza kuvaa na kulivua. Dini ni maisha yako. Is the way you are at home, is the way you are at work, is the way you are at church. Kwa hiyo dini kwa mujibu wa Yesu ilikuwa ni mtindo wa maisha. Umwakilishe Mungu popote pale, wakati wote ule, jambo ambalo Mafarisayo hawakulikubali na hawakupenda sana kulisikia kwa sababu liligusa sana maisha yao. Na Yesu alikazia dini ili ndio hivyo alisema kwamba day to day. Yes, day to day. Kila siku muishie Mungu. Okay, sawa. Live for God every day. Is there at a point in life we don't live for God? Kabisa. Anytime ambako jina la Mungu linashushwa kupitia maneno, tabia, mienendo na matendo na chochote kile, tunaishi kwa ajili yetu. Kwa kuna muda kabisa hatuna Mungu. Kuna muda tumemnyamazisha roho wa Mungu aliye ndani yetu. Ni Kiswahili kizuri zaidi. How do you do that? Roho wa Mungu ana convict. Roho wa Mungu halazimishi. Analeta conviction. Kwa ukikataa ile conviction, unakuwa umemhuzunisha, kwa maana ya nafsi yako inatenda, yeye ananyamaza. Okay. Does it have a timeline? Kabla rehema haijafungwa ataendelea kusisitiza. Hatujui, sasa ndio ubaya hapo unakuja. Hatujui. Na ni muhimu tusijue ili tumtafute Bwana kila wakati. Ukijua unafanya mambo yako ikifika. Rebecca, ukishajua unakufa muda fulani. Ukijua unakufa tarehe 17 Disemba 2032. Unaanza kuishi vizuri. Unaweza kaishi ovyo ovyo kidogo, ikifika 31 au 32 Juni, hiyo miezi 6. Unaishi maisha ya mwezi msalabani aliyesema unikumbuke mwishoni. Kwa hiyo ni hekima ya Mungu atujui maisha yetu, na ni kwa upendo na hekima yake hiyo ya juu sana. Yesu alikuwa na maisha, nikisema sijui kama itakuwa sawa nikisema maisha ya hovyo, ama alikuwa treated hovyo kuanzia alivyokuwa mdogo. Maana nakosa neno la Kiswahili. How did this impact utume wake alivyokuwa akiufanya? Yale maisha aliyokuwa watu wakimtreat alivyokuwa mdogo. Ilikuwa na effect yoyote katika namna alivyokuwa anafanya utume wake? Positive and negative. Negative kwa maana ya kama mwanadamu anaumia kutendewa mabaya, lakini the positive impact, kwa kuwa hiyo ndio ilipaswa kuwa njia yake mpaka mauti ya msalaba, ilimwandaa tangu akiwa mtoto. Hapo tunaweza tukajifunzaje endurance? Yaani hiyo sema uvumilivu, ila ustahimilivu inaweza ikawa nzuri zaidi. Yes, huo ustahimilivu Yesu alikuwa nao wa kupitia vyote alivyopitia kuanzia mdogo, na bado akaenda akafika mpaka msalabani. Binadamu kuna point alifika alivyoomba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ile ni asilimia ubinadamu, 100% ilikuwa imefika pale. Ila sasa hiyo endurance, hiyo ustahimilivu ambao Yesu alikuwa nao, tunajifunza nini kutoka kwake? Alafu tunaweza tukauapply vipi hiyo ustahimilivu na kuwa na imani at the same time kwa maisha yetu ya sasa? Rebecca, nimejifunza kwamba mwanadamu kwa asili yake hawezi kuwa na ustahimilivu. Okay. We need God. Tunamhitaji Mungu. Ustahimilivu ni tunda la Roho. Mambo ya upole, ya utu wema, fadhili, yanamtaka Mungu.
Kwa la kwanza nalojifunza, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kama ambavyo we have the same opportunity ya Mungu kuwa ndani yetu na kutenda. Yesu anaposema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ndio nashindwa kuelewa. Yesu hakuwa naogopa kifo. Okay. He was not afraid of the first death. Hakukiogopa kabisa kifo cha kwanza. Hiki tunacho Yesu alikuwa anaumizwa na the second death, mauti ya pili. Kwa sababu kufa kwake ilikuwa ni kutengwa na Baba milele. Kwa heri Baba. Yaani ule moto wa milele utakaochomwa wa dhambi usionekane tena. Ndio mauti ya pili ambayo Yesu alikuwa anakwenda kufa. Okay. Kwa maumivu yake yalikuwa, Baba, mimi niko tayari kufa, lakini kama kuna njia yoyote ya kuokoa wanadamu, mimi nisitengwe na wewe milele, na itumike. That was a non-selfish love. Okay. Hakuwa na chembe ya ubinafsi ndani yake. Maana kama tungesema alionyesha udhaifu, asingekuwa amefaa kuwa kielelezo chetu. But he was human. Ni mwanadamu ambaye alipaswa kuwa kielelezo chetu. Kwa hiyo alikuwa na wajibu mkubwa wa kwanza, Rebeka, Okay. kwamba yeye na Mungu wawe hivi maisha yote hivi. Kwa nini unatenda dhambi, Rebeka? Kwa sababu wewe na Mungu mko hivi, ila kuna wakati unakuwa hivi. The moment you separate, ndio wakati ambako unakuwa unahesabiwa kuwa umetenda dhambi. Kuna kitu mchungaji nilikinote mahali, nikisome hapa ili tuone. Tukiwa hapo hapo kwenye swala la Yesu na msalaba, kuna kitu kwenye lesoni nilisoma, ikasema hivi: tukio la msalaba linaonyesha kwamba Mungu amefanya kila kitu ambacho kingewezekana kufanywa ili kupunguza na kuondoa uovu bila kuharibu mazingira ya kustawi upendo na upendo wa kweli. Lakini pia tunapotazama huo msalaba ambapo ndio alitumia kuweka upendo wake 100%, tunaweza kwa hakika kuona mateso na maumivu ambayo dhambi imemletea Mungu yeye mwenyewe, kwamba sasa sisi ndio tumesababisha hayo mateso. Swali langu linakuwa, wokovu wetu ulimgharimu nini Mungu? Maelezo yako yameonyesha kwa kifo cha Yesu, that was a cost. Hakuna costi kubwa kama giving all you have. Yesu kwa Mungu was all he had. Kwa hiyo wokovu wetu ulimgharimu mauti. Okay. Ya Yesu Kristo. Hiyo ni gharama kubwa kuliko kitu chochote ambacho unaweza ukafikiria. Kwa hiyo wokovu wetu was very expensive. Maana Petro anasema tulinunuliwa sio kwa vitu viharibikavyo. Tulinunuliwa kwa damu. Damu ni uhai, na kwa kupigwa kwake wanadamu wamepona. Okay. Kitu kingine nikiweka kwa Kiswahili sijui kama, if there was any other way for human salvation, Mungu asingechukua, ama alikuwa set kwamba salvation ili itokee ni lazima Yesu afe? Kama kungekuwa na njia nyingine, yes, Mungu ya wokovu. Yes. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Kwa mauti ndio ilikuwa njia ya kumwokoa mwanadamu. Kwamba kwa sababu anatakiwa afe, ni either afe yeye au afe huyu mwingine Mungu, ili huyu mwanadamu apone. Swali lingekuwa tamu kama kungekuwa na njia nyingine ya kifo tofauti na mauti ya msalaba. Okay. Lakini kifo, au kama kungekuwa na njia nyingine tofauti na kifo, haikuwepo. Kwa nini? Kwa sababu
mshahara wa dhambi sio kupigwa viboko. Why did it have to be death though? Sasa hiyo ni godly principle. Hiyo ni kanuni ya asili ya kimungu kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. The penalty of sin is death. Tena ni eternal death. Kwa hiyo ni kanuni ya kimungu ambayo hatuwezi kuihoji kwamba inakuwaje, lakini kanuni ya kimungu hiyo, mshahara wa dhambi kwa ulivyo wenyewe ni nini? Ni mauti. Kwa nini pasingekuwa na alternative? Kwa sababu mauti ndio anatakiwa. Mtu anatakiwa alipwe 100,000, haiwezi kuwa 70,000, ni 100,000. Kwa hiyo kama mshahara ni kifo, lazima iwe kifo. Sasa hiyo mshahara wa dhambi ilianzia kwetu ama ilianzia kuanzia shetani alivyoasi? Ni kanuni ya asili hata kabla shetani hajaua. Sasa kwa nini Mungu asingemuua shetani? Kwa sababu yeye ndo alitenda dhambi tayari? Au hata kama ni upendo, wale malaika waliosimama half ama wale walioenda kwa shetani, kwa nini? Kwa sababu wao wametenda dhambi na dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa nini wale wasingekufa? Hakuna yeyote ambaye ameshalipwa mshahara wa dhambi mpaka leo tunavyoongea hivi. So mshahara wa dhambi mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili ndio tunaweza kusema kifo cha kwanza ni matokeo ya dhambi. Okay. Ni matokeo ya dhambi. Na kwa sababu malaika sio watu, kifo cha kwanza akiwahusu. Mauti ya pili ndio mshahara wa dhambi, sio tu kwa wanadamu, kwa viumbe wote ambao wametenda dhambi. Kwa hiyo tukisema kwa nini shetani na malaika zake hawajapewa mshahara wao, kwa sababu siku ya mshahara haijafika, mwisho wa mwezi haujafika. Mwezi wa Mungu haujafika. Mwisho wa mwezi wa kulipo huo mshahara haujafika. Kwa tunapoona kifo hiki cha kwanza, sio mshahara wa dhambi. Ndio maana kina Martin Luther wamekufa, kina Yohana, kina Petro wamekufa, kina Musa walikufa mauti ya kwanza. Wema na waovu wanakufa. Mauti ya pili, haina nguvu kwa wacha Mungu. Why? Kwa sababu Yesu alikufa mauti ya pili kwa ajili ya watu wote, lakini waovu hawakumwamini ili mauti hiyo ya pili ihesabiwe kwao. Nimewaza kuna stage 2 za vifo kwa context ya dhambi. Malizia. Kwamba kuna matokeo na mshahara. Umechagua neno gumu sana kitaalamu kuziita stage. Unajua stage maana yake ni vitu ambavyo kila mtu lazima avipitie. Ndio maana nasema kwa dhambi hawezi kujua kuzidisha kama na kugawanya kama hajui kujumlisha na kutoa. Kwa ukisema kuna stage 2, ungetafuta neno jepesi zaidi kuliko stage, kwa sababu stage maana yake mtu hawezi kufikisha miaka 10 kabla hajafika miaka 8. Sasa kuna watu unajua hawataonja mauti ya kwanza. Okay, now I get the point. Umeelewa vizuri? Kuna watu hawataonja mauti ya kwanza. Japo waovu wote watazionja ya kwanza na ya pili. So tunaweza kusema kuna watu ambao hawataonja mauti ya kwanza na ya pili, na kuna watu ambao hawataonja mauti ya pili ila ya kwanza wameonja. Rudia tena nikusikilize. Kuna watu hawataonja mauti ya kwanza na ya pili. Nikimaanisha hao ambao watakutwa na Yesu akiwa anakuja watakutwa hai. Na ni watakatifu, yes. Wale hawataonja mauti ya kwanza wala ya pili, ila watabadilishwa. Wapewe tu mwili mpya. Na kuna watu ambao wataonja mauti ya kwanza, hawataonja mauti ya pili. Yes, watakatifu wote waliokufa zamani. Hata wewe leo kifo umempenda Bwana, utakuwa umeonja ya kwanza ambayo ni matokeo ya dhambi, ila hautaonja ya pili. Alafu kuna ambao wataonja ya kwanza na ya pili. Hao sasa wataonja zote mbili, waovu. Umeiweka vizuri sana. Mchungaji, neno lako la mwisho kwa mtazamaji tunapofunga kipindi. Yesu alimtegemea Mungu tangu akiwa mtoto. Ni wito wangu kwa kila mzazi kumsaidia mtoto kumpenda Mungu tangu akiwa mdogo. Mimi ninazungumza na wewe nililelewa katika
kanisa la Waadventista wa Sabato Sima na kanisa la Waadventista wa Sabato Bariadi kule Simiyu. Tangu nikiwa mdogo nilifundishwa habari za Pass Adventure, Pathfinder, kukariri mafungu, yale mafungu marefu niliyofundishwa na mwalimu Komando, anaitwa Komando, na kina Pendo Nyasilu na wengine. Bado nimeyashika mpaka leo. Na yakumbuka vizuri. Yaani nilijifunza habari za mnyama anayetoka baharini nikiwa mdogo, hata kama sielewi vizuri, lakini vimestick. Kile unachokipandikiza kwa mtoto kwa maombi mengi, Mungu atakifanya dhahiri. Mwamini Mungu, tumaini Mungu, usiwe na shaka. Na ukipandikiza nuru kwa mtoto, hata kama utaona hapo katikati kama anayumba, usiogope. Nuru uliyoipandikiza ni kubwa kuliko huo myumbo. Kaza macho yako kwa Bwana, Mungu atalilinda kusudi aliloliweka kwa mtoto wako. Tupatie ombi mchungaji. Baba na Mungu uliye mwema, nakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa ajili ya mafunuo haya. Mambo ambayo wenye hekima wa ulimwengu wameshindwa kuyashika, lakini umeyafunua kwa watoto wako. Jina lako litukuzwe sana. Kubali nuru yako iangaze maishani mwetu. Wabariki wazazi na wabariki na watoto, kwa pamoja tukuandame wewe daima. Mrinde mtazamaji ambaye ametenga muda kukusikia. Mtendee mema yote kwa afya, kwa uchumi, kwa maisha ya kiroho na kustawi katika pendo lako. Kwa Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba. Amen. Amina. Mchungaji, asante sana kwa kuja siku ya leo. Asante sana Rebecca. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hadi kufikia hapo kipindi cha Kitabu cha Dhahabu hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Mada ya leo ilikuwa inasema makuzi ya Yesu. Tumeangalia Yesu alilelewaje, tumeangalia uhusiano kati ya yeye na ndugu zake, kati ya yeye na jamii, kati ya yeye na hekalu. Hekaluni Mafarisayo waliokuwa wanafundisha pamoja na walimu. Lakini pia tumegusia swala la maombi, tukagusia pia swala la utume wa Yesu, na baadaye tukagusia pia swala la dhambi na mshahara wa dhambi. Leo tumegusia mambo mengi. Yeah, true. Leo tumegusia mambo mengi sana. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Hadi wakati mwingine, mimi ni Rebecca Dennis, na siku ya leo nilikuwa na mchungaji Methsala Masunga. Kwaheri.